Mtazamaji, karibu. Kwa siku ya pili, magari ya uchukuzi wa umma yamesalia kuegeshwa, wahudumu wa matatu wakitaka serikali kushukisha bei ya mafuta ya petroli pamoja na dizeli. Aidha, wanahabari wetu Seth Olale, Gatete Njoroge na Francis Ode wako maeneo tofauti ya jiji hili la Nairobi kuangazia jinsi hali ilivyo, na sasa tunaanza mubashara kuungana naye Seth Olale atuarifu katikati mwa jiji hali ikoje. Seth, nimeona picha za awali katika mitandao yetu kwamba maduka mengi yamesalia kufungwa. Sijui hali iko vipi? Tupe uhalisia wa masuala kwa sasa. Naam, asante sana ni Tabu. Vile washikadau hasa polisi wangali wanashika doria katikati mwa jiji la Nairobi. Hivi sasa shughuli ya uchukuzi kidogo imepungua kama haijasitishwa. Kwa kawaida eneo hili la Kencom huwa na shughuli mingi, hasa magari ya uchukuzi ya umma ambayo huwa yanaming'inia hapa kila siku, na eneo hili la Kencom hujulikana sana sana wakazi wa Nairobi na hata wale ambao huwa wanatoka maeneo tofauti mashinani huwa wanamiminika hapa ili kuabiri magari tofauti kuelekea maeneo tofauti. Hii leo tumeweza kushuhudia kwamba magari ya uchukuzi ya umma hayako hapa, hasa mabasi ambayo huwa yanaelekea katika maeneo tofauti jijini Nairobi, maeneo ya Kawangware, maeneo ya Ngong Road, vile katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Na hivi sasa Nimrod, kuna yale magari ya kibinafsi yanayomilikiwa na watu kibinafsi ambayo hivi sasa magari haya yanafanya shughuli ya teksi. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya wasafiri ambao waliweza kufika hapa, wengine wakiwa wagonjwa na wengine wakiwa wengine wanataka vile kuelekea hadi katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta ili waweze kuhudumia wenzao ambao ni wagonjwa na hawakupata fursa ya kuabiri magari ya umma ya uchukuzi, na hivi kwamba wanalazimishwa tu kuabiri magari ya kibinafsi ambayo kwa kawaida nauli zao zimepandishwa mno, kwa sababu kwa kawaida kuelekea katika eneo la hospitali ya rufaa ya Kenyatta huwa wanalipisha takriban shilingi 30 hadi shilingi 50 hivi, lakini hii leo kwa wale abiria ambao tuliweza kuzungumza nao wamesema kwamba imewalazimu kutoa nauli ya shilingi 100 hadi katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, na inawabidi tu kutoa pesa hizo kwa manake wanahitaji huduma za matibabu. Basi shughuli katikati mwa jiji la Nairobi, Nimrod na watazamaji ambao mnatupata moja kwa moja, ni kama mnavyoona moja kwa moja kupitia runinga ya Citizen TV. Vile maduka kadhaa yamefungwa katika barabara tofauti katikati mwa jiji la Nairobi. Tumeweza kushuhudia hali ya biashara imesitishwa hasa katika barabara kuu ya Kenyatta Avenue, vile barabara kuu ya Harambee Avenue ambayo huwa na majengo ya vyumba vya serikali kama vile Harambee House. Tumeona kwamba shughuli vile ni ndogo mno. Si wengi ambao wameweza kufika kazini, na wale wanalazimika kufika kazini inawabidi watumie mbinu mbadala kufuatia kusitishwa kwa shughuli ya uchukuzi, hasa kutumia magari ya uchukuzi ya umma. Vile tumeweza kushuhudia polisi ama maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali wakishika doria katika barabara mbalimbali katikati mwa jiji la Nairobi. Basi hatujaweza kuona vurugu ama ghasia ama mzozo wowote kufikia sasa, lakini tunaendelea kutembelea maeneo tofauti katikati mwa jiji la Nairobi na tutakuwa tunakupa yale ambayo yanajiri. Nimrod. Naam, asante sana Seth Olale akiripoti kutoka katikati mwa jiji akiarifu kwamba shughuli za kibiashara zimekwama kwa sababu hakuna uchukuzi ambao unaendelea kwa hivi sasa.